Uhali gani tena mfuatiliaji na mtazamaji wa YouTube channel hii ya Habari 24 channel, ambayo tunazidi kukujuza na kukupasha habari pamoja na matukio mbalimbali yanayojiri kutokea kila kona ya dunia. Kwa mujibu wa taarifa ambazo zimekuwa zikisambaa kwenye mitandao ya kijamii, zinadai kwamba ofisi ya msajili wa vyama vya siasa imeelezwa kutengua uteuzi wa viongozi wanne wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema waliothibitishwa na baraza kuu la chama hicho mnamo Januari 22 mwaka huu wa 2025 kutokana na kutokuwepo kwa akidi halali ya kikao hicho. Kwa mujibu wa taarifa iliyochapishwa na tovuti ya Mwananchi siku ya leo Jumanne, hatua hiyo imechukuliwa kutokana na malalamiko yaliyowasilishwa na Lembrus Mchome ambaye ni mwenyekiti wa Chadema wilaya ya Mwanga mkoani Kilimanjaro, akipinga uhalali wa kikao hicho kwa madai kuwa akidi ya wajumbe haikufikiwa. Sasa viongozi waliotenguliwa ni pamoja na John Mnyika ambaye ni katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Amani Golugwa ambaye ni naibu katibu mkuu kwa upande wa bara, na Ali Ibrahimu Juma ambaye ni naibu katibu mkuu kwa upande wa Zanzibar. Wengine ni pamoja na Godbless Lema, Rose Mayemba, Salma Kasanzu, Hafidhi Ali Saleh pamoja na Dr. Rugemeleza Nshala ambaye ni mwanasheria mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ambao ni wajumbe wa kamati kuu. Msajili ametoa maelekezo kwa Chadema kuitisha baraza kuu jipya lenye akidi stahiki ili kufanikisha uteuzi upya wa viongozi hao kwa mujibu wa katiba ya chama, sheria ya vyama vya siasa pamoja na kanuni zinazohusika. Katika mafunzo ya viongozi wa Bawacha pamoja na Bavicha kanda ya kusini mnamo Machi 25 mwaka huu wa 2025, katibu mkuu wa Chadema John Mnyika alieleza kuwa akidi ya kikao hicho ilikuwa sahihi kwa kuwa kilihusiana na uteuzi wa kawaida, si mabadiliko ya katiba wala uchaguzi. Mnyika alisema kwamba kikao hicho kilikuwa na zaidi ya 50% ya wajumbe, akisisitiza kuwa hiyo ilikuwa akidi ya kutosha kwa mujibu wa taratibu za ndani. Lakini hata hivyo, ofisi ya msajili wa vyama inadai kwamba baada ya kupitia malalamiko ya Mchome pamoja na majibu ya Chadema, imeafiki kwamba akidi haikufikiwa na hivyo uamuzi wa kikao hicho si halali. Kwa mujibu wa chanzo cha ndani ya Chadema kilichozungumza na tovuti ya Mwananchi, kinadai kwamba uamuzi wa msajili wa vyama ni taarifa mbaya sana kwa chama na unaweka chama katika hatari ya kisheria iwapo hakitatekeleza maelekezo hayo. Chanzo hicho kimesema kuwa viongozi wengi kwa sasa wako mikoani wakitekeleza operation ya no reforms no election. Aidha, mkurugenzi wa mawasiliano wa Chadema Brenda Rupia ameeleza kusikia taarifa hizo, akisema bado anazifuatilia na chama kitatoa taarifa rasmi pindi zitakapothibitishwa. Kwa upande wake, Mchome ambaye alitoa malalamiko hayo amesema kwamba siku ya Jumatano zitakapothibitishwa. Kwa upande wake, Mchome ambaye alitoa malalamiko hayo amesema kwamba siku ya Jumatano ya Mei 14 mwaka huu wa 2025 atazungumza na wanahabari kuhusu uamuzi wa msajili juu ya malalamiko yake, kwani hakukataa wala kukubali juu ya taarifa hiyo. Viongozi mbalimbali wa ofisi ya msajili akiwemo msajili mwenyewe Jaji Francis Mutungi na naibu msajili Sisti Nyahoza wametafutwa kuzungumzia swala hilo bila mafanikio. Jitihada za kuwatafuta bado zinaendelea kwa mujibu wa gazeti hilo la Mwananchi. Hii ni Habari 24 channel ambayo tunazidi kukujuza na kukupasha habari pamoja na matukio mbalimbali yanayojiri kutokea kila kona ya dunia. Kama bado huja subscribe kwenye YouTube channel hii, unaweza ukafanya hivyo kwa kubofya neno subscribe, na utaendelea kupokea habari pamoja na matukio mbalimbali yanayojiri kutokea kila kona ya dunia.